Na mtazamaji wangu, leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2026, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii kumekuwa na kusikizwa kwa kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu, ila kulingana na kile ambacho kimeweza kuzungumzwa ama kujadiliwa, imeweza kubainika kwamba katika yale yote yanayozidi kumkumba Mheshimiwa Tundu Lissu hivi sasa, kuna kiongozi ama kuna kundi la watu wanaozidi kuhusika. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, mtazamaji wangu, itaweza kuwa ni jambo jema kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii. Naam, mtazamaji wangu, kama nilivyotangulia kukufahamisha awali ya kwamba kila kile kinachozidi kumkumba mwenyekiti mkuu wa chama Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu hivi sasa, ni kama kuna kundi la watu wanaozidi kuhusika, na ningependa niweze kucheza kipande hiki cha video ambapo baadhi ya watu waliokuwa karibu katika kesi hii ya leo hii wameweza kuzungumzia kiundani kile kinachozidi kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu. Leo tarehe 6 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania Masijara ndogo ya Dar es Salaam ilikuwa inasikiliza kesi ya Tundu Antipas Mughwai Lissu dhidi ya Said Issa Mohamed na wenzake wanne. Ni maombi ambayo mwenyekiti Tundu Lissu anaomba kujiunga katika ile kesi ya mali za chama, maarufu kesi ya mali za chama au rasilimali za chama, kesi ya Said Issa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Maombi haya leo yamekuja kwa ajili ya kusikilizwa maombi. Kwa hiyo mwenyekiti Lissu ameweza kuwasilisha hoja zake na kuomba kujiunga, kwamba ana maslahi ya msingi sana kama mwenyekiti wa chama na kama mtu ambaye amekuwa sehemu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo tokea mwaka 2004 alipojiunga, na kama mwanachama na vile kama mjumbe wa kamati kuu ya chama na mwanasheria mkuu wa chama, na baadaye kwa mwenyekiti wa kanda ya kati, alafu akaweza kuwa mkurugenzi mkuu wa sheria wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, mwanasheria mkuu, baadaye makamu wa mwenyekiti wa chama kuanzia mwaka 2019 mpaka 2025 ile Januari, na vile vile kuweza kuwa mwenyekiti wa chama kuanzia ile mwaka Januari 2025 mpaka hivi sasa. Na ameweza kuonyesha kwamba ana masuala ya msingi sana, kwamba anafahamu vitu vingi katika chama. Wale wadai watatu, wawili kati yao wamefanya nao kazi kwa karibu kabisa, kwa hiyo anafahamu maamuzi makuu ya chama yalikuwa yakifanyika na sera mbalimbali za chama ambazo zimefikiwa katika hii miaka yote, na kwa hiyo ana maslahi ya msingi sana ya kwamba ana haki ya kuweza kujumuishwa. Kwa upande wa wajibu maombi, wale wa kwanza, wale watatu, Said Issa Mohamed na wenzake, wao walikuwa wanapinga kwa nguvu kubwa sana kwamba amekuja kwa namna ambayo haitakikani, amekuja kama mtu binafsi na kama sio mwenyekiti wa chama. Kwa maana hiyo hana maslahi ya moja kwa moja ya kuweza kujiunga katika shauri hilo. Kwa upande wa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na ile bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, wao wameunga kwa nguvu zote maombi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kujiunga katika kesi hiyo, na wanasema kwamba yeye kutokana na taarifa muhimu alizonazo zitasaidia sana. Na hoja nyingine ya msingi ilikuwa ni kwamba katika kile kiapo pinzani cha Said Mohamed Issa na wenzake wale wawili walisema kwamba madai yao au kile ambacho kilikuwa kinawakera kimeanza tokea mwaka 2016. Kwa hiyo inaonyesha kwamba madai yao yamekuja kufailiwa mahakamani yakiwa yamedumu kwa miaka 9. Kwa hiyo ni kwamba walikuwa wamekana hayo mambo ambayo yanawakera yameanza tokea mwaka 2016, wakitaka kubisha hoja ya mwenyekiti kwamba kesi tumefunguliwa mara tu baada ya yeye kuwa amechaguliwa kuwa mwenyekiti. Lakini ndani waandishi wa habari, kitu cha msingi ambacho mnatakiwa kukizingatia na ambacho mnatakiwa kifahamike ni kwamba siku ile ambayo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo alishikwa kule Mbinga, ndiyo siku ambayo ukiangalia ile hati ya Said Mohamed Issa na wenzake iliposainiwa, kwamba hati yao imesainiwa tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka 2016. Wakati wanasaini hati zao hapa Dar es Salaam za kufungua madai yao, basi mwenyekiti Tundu Antipas Lissu alikuwa akishikwa kule Mbinga. Wazungu wanasema what a coincidence. Kwa hiyo ni kwamba kuna kitu kama hicho ambacho kimeendelea. Kwa hiyo hoja zimekuwa ni za muda mrefu. Walitumia kesi na Raila Jidawi ambayo ni kesi ambayo inaonyesha kwamba katika ambako mahakama ilisema ilikuwa inahusisha chama cha CUF CUF.
ilisema kwamba uweze ukashtaki viongozi wa bodi ya wadhamini kuhusiana na masuala ambayo yahusiani na mali za chama. Sasa hii kesi ambayo imeonekana hapa ambacho kimeweza kudhihirika wazi ni kwamba bodi ya wadhamini imeshtakiwa hata kwa mambo ya siasa, na katibu mkuu na bodi ya wadhamini imeshtakiwa katika mambo ya mali ambayo sio mambo yao. Kwa hiyo kesi hii tulionayo ina mkanganyiko wake wa aina yake, lakini hayo tutaiachia mahakama iweze kuyapokea na kuweza kuyatolea maamuzi. Lakini tunashukuru sana kwamba maombi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu yameweza hatimaye kuwaibua au wadai watatu kuweza kutuambia kwamba mgogoro wao au madai yao yalianza lini. Wametuambia kwamba madai yao yalianza mwaka 2016. Basi tutaiachia tuweza kuisaidia mahakama siku za mbeleni kuambia kama kitu kilianza mwaka 2016 na kesi kafunguliwa mwaka 2025, miaka 9 baadaye, je, hayo madai yalikuwa sahihi? Hilo swala ambalo litatambuliwa baadaye na kufikishwa mbele ya mahakama ili mahakama itupatie mwongozo kama kweli bado ina mamlaka ya kuweza kusikiza kesi hii. Asante sana. Katibu mkuu anaweza kuendelea. Hadi tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka 2026 saa 3 asubuhi hapa katika mahakama hii ya mahakama kuu ya Tanzania. Sasa makamu mwenyekiti wa Tanzania Zanzibar ndugu Mzee Saidi hapa ataweza kuzungumza. Asante. Mlikuwa mnalenga nini? Kwani kuna ukomo wa muda kugoma madai? Tuna sheria ya ukomo wa kila kitu. Kwa hiyo ni hoja ya msingi sana ambayo imeibuka kutokana na kesi hii ya mwenyekiti. Tunashukuru sana kama ameweza kuyaleta maombi haya, yameweza kusaidia kuweza kuwachokonoa na kuweza kutuambia kinachowakera, kilichokuwa kinawafurukuta na kuwasumbua kilianza lini. Wametuambia huo mgogoro ulianza mwaka 2016. Sasa ni swala ni kwamba tunaweza kuialika mahakama kuangalia kama je bado ina mamlaka kusikiza kesi kama hii. Asante. Muda gani itakuwa ndani ya muda gani? Ndani ya miaka 6. Asante. Naam, mtazamaji wangu, ningependa uweze kuamini na uweze kuelewa jinsi gani ambavyo katika uongozi ulioko madarakani hivi sasa kwa njia zote zile wanajaribu kumzuia Mheshimiwa Tundu Lissu asiweze kuwa kiongozi huru, na hata iwapo ataweza kuwa kiongozi huru asiweze kuendelea kuwa mwenyekiti mkuu wa chama Chadema. Hii hapa sababu kwa nini Mheshimiwa Tundu Lissu asiendelee kuwa mwenyekiti mkuu wa chama Chadema. Katika vyama vya upinzani hivi sasa katika taifa la Tanzania, mtazamaji wangu, hakuna chama cha upinzani ambacho kinaweza kukaribia kiwango cha chama Chadema. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo kumekuwa na upinzani mzito kati ya chama tawala cha CCM na chama cha upinzani ambacho ni chama Chadema, na hata katika zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, kama kweli Mheshimiwa Tundu Lissu angeweza kufanikisha reforms alizokuwa anazidi kuzipigia debe kuzizungumzia, pamoja na manifesto yake yaliyokuwa yameweza kupendwa na mamilioni ya vijana Gen Z ambao waliweza kuahidi kusimama naye. Mtazamaji wangu, leo hii tunapozidi kuzungumza, kama kweli Mheshimiwa Lissu angeweza kuwania nafasi ya urais, basi mtazamaji wangu, chama tawala kingekuwa chama Chadema na sio chama cha CCM kama iliyoko hivi sasa. Na mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba chama cha CCM kipo mamlakani ndiyo kikatiba, ila Watanzania wengi hawajaweza kuridhia na baadhi ya manifesto aliyokuwa ameweza kuyazungumzia bado hawajaweza kuyafanikisha. Maswali mengi yakiendelea kujadiliwa kila kona, ni kipi ambacho uongozi ulioko madarakani umeweza kufanikisha miezi michache tu baada ya kupewa jukumu la kuongoza serikali hiyo iliyoko madarakani. Na mtazamaji wangu, kuna baadhi ya vipande vya video leo hii ambavyo vimekuwa vikigonga vichwa vya habari, jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani kwa njia moja ama nyingine umeweza kushindwa katika sekta ya usafiri ama katika sekta ya infrastructure. Baadhi ya watu waliokuwa wameweza kuteuliwa mawaziri katika sekta hizo wakati wa mvua hii kubwa inayozidi kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Mtazamaji wangu, tumeweza kushuhudia jinsi ambavyo baadhi ya madaraja yaliyokuwa yameweza kujengwa katika viwango vya chini vimeweza kuvunjwa, na mtazamaji wangu, hasara kubwa imeweza kukumba idadi kubwa ya watu waliokuwa wakitumia daraja hilo, sawia na jinsi gani ambavyo huko Serengeti tumeweza kushuhudia baadhi ya magari yanayozidi kutumiwa na watalii na hata wananchi binafsi wa Tanzania wameweza kupata kipindi kigumu kusafiri kwa njia moja ama nyingine. Hii hapa ikiendelea kuibua mjadala mzito katika mitandao ya kijamii. Je, uongozi huu ulioko madarakani hivi sasa ndio wakati ambapo ungeweza kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo
Katika miaka iliyoweza kupita, watu walipokuwa wakilalamikia ujenzi wa barabara mbovu na hata katika baadhi ya maeneo barabara kutokuwepo, waweze kurekebisha na wazifanyie mpango ziweze kuwa bora na zaidi kuliko ilivyokuwa hapo nyuma. Ila kile kinachozidi kuonekana hivi sasa, mtazamaji wangu, ni jambo linalozidi kuonyesha jinsi gani ambavyo serikali iliyoko madarakani imeweza kushindwa pakubwa. Iwapo pia wewe umeweza kukumbana na changamoto hiyo, tuachie maoni yako, na iwapo unaamini kwamba serikali haijaweza kuhusika kivyovyote ama kwa njia yoyote ile kwa barabara hizi zinazozidi kuonekana kuwa changamoto, pia tuachie maoni yako na tutazidi kukuletea update zaidi kuhusiana na kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu. Ila usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video hii. Bye bye until the next video.